Kwa msimu wa mwaka huu tumeongeza kidogo zawadi kutoka msimu wa mwaka jana. Mshindi wa kwanza kwa mwaka huu anapata milioni 6 na mshindi wa pili atapata milioni 3. Kwa jina naitwa Yusuf Kilonga, ni mkurugenzi wa mashindano ya Kilonga Cup. Kwa msimu huu wa 2026 mashindano yameshaanza na tumeanza kwa kutumia viwanja viwili, viwanja vya Mwanakalenge pamoja na kiwanja cha Kilonga Stadium. Kwa hiyo tumeenda kwenye hatua ya makundi, tumemaliza, tumeingia katika hatua ya 16 bora, kwa maana ya kwamba ukipigwa unakaa nje, ambapo timu zote 16 tuligaia kits kwa maana ya jezi juu na chini pamoja na stocking zake. Sisi kama FA tunaendelea kumshukuru mkurugenzi Yusuf Kilonga kwa uwekezaji huu mkubwa anaofanya katika soka la Bagamoyo. Anafanya kitu kikubwa sana katika mwendelezo wa mpira wa miguu wilaya ya Bagamoyo na mkoa wa Pwani. Kama falsafa inavyosema, kwa lazima mpira ulikuwa. Tunamshukuru kwa kugawa jezi kwa timu 16, jezi full juu chini mpaka na soksi. Na sisi kama FA tunaendelea kumwombea Mungu azidi kumtia moyo wa kusupport mpira wa mkoa wa Pwani na Bagamoyo. Zoezi limeenda vizuri. Naamini klabu zote zilizovuka hatua, kupata bahati ya kuvuka kuingia hatua 16 bora zimepata vifaa na tumevipata vifaa vyote kwa ukamilifu. Tunashukuru. Tumepata vifaa vyetu kwa ukamili, jezi pisi 16 za wachezaji wa ndani 15, golikipa moja, jumla jezi 16. Mimi niwaite tu mashabiki, wadau wote kwa ujumla waje kuangalia mpira, na kama kauli mbiu unavyosema Pwani lazima mpira uchezwe. Sisi kama Dondolo FC tunakaribisha wadau wote waje kuangalia mchezo huu. Asante sana. Nashukuru tumepata kit ambayo itatusaidia kwenye mchezo wetu wa tarehe 2 ambao tutacheza na Dondolo Sport Academy. Hivyo kwa ushauri wangu kwa baadhi ya mashabiki, baadhi ya timu zilizotoka zilizoshiriki, tujitokeze kwa wingi tuje kuangalia burudani pale CCM Mwanakalenge. Na nashukuru sana kamati nzima, kamati ya mashindano ya Kilonga Cup ikiongozwa na mheshimiwa mkurugenzi mwenyewe Mr. Yusuf Kilonga pamoja na kamati ya BFA. Mungu azidi kuwabariki na azidi kuwaweka ili tufike mbali. Pwani lazima mpira uchezwe. Kipekee kabisa ni vitake vilabu kuendelea kumuunga mkono mkurugenzi Yusuf Kilonga, lakini kwa wale ambao hawajasajili vilabu wasajili vilabu, kwa sababu mwakani sisi kama FA tumedhamiria kwa dhati kabisa kwamba timu kama haijasajiliwa haiwezi kushiriki mashindano ya Kilonga. Lakini kikubwa kutunza nidhamu ya mashindano haya, sababu yana brand yake na yamejitengenezea heshima yake ndani ya wilaya ya Bagamoyo na mkoa kwa ujumla. Kwa hiyo binafsi sisi kama FA tunaendelea kumshukuru Kilonga, lakini na kuvitakia vilabu vilivyoingia 16 bora kila laheri katika hatua hii ngumu ambayo ukipigwa umetoka. Tunahamasisha mashabiki wa viunga vya Bagamoyo na wa maeneo ya karibu ya Bagamoyo, Dar es Salaam, Morogoro na kwingineko kukaribia katika uwanja huu wa Mwanakalenge, kwa sababu kuanzia hatua hii ya 16 bora mpaka hatua ya fainali mechi zote zitapigwa katika uwanja huu. Neno langu kwa mashabiki kwamba kwanza Kilonga Cup ipo kwa ajili ya wana Bagamoyo na wana Pwani kwa ujumla, kwa sababu inafanyika kwao. Kwa hiyo itakuwa ni kitu cha kushangaza kuona kwamba leo hii mwana michezo au mdau wa soka Pwani bado huko nyumbani inapofika muda wa jioni, badala ya kuwa sisi Mwanakalenge. Jambo lenu ni la kwenu. Kwa hiyo tunahamasisha kwamba wadau wote ambao wako katika mkoa wa Pwani wakaribie Mwanakalenge kuja kuona hii tournament ya Kilonga Cup. Kama Korefa na Uzuri tunashirikiana nao, BFA tunashirikiana nao mpaka hapa kufikia, si jambo dogo, na wao na mkono wao katika jambo hili. Kwa hiyo naweza tuko hapa zaidi ni maua, kwa maana ya Korefa tuko pamoja katika mazingira yote ya waamuzi, mazingira ya maandalizi, BFA, chama cha marefali, vyote hivyo tuko pamoja katika jambo hili. Kwa mimi zaidi tutakuambia ni kuwapa tu hongera.